mume wako akakutwa na hilo jambo? Bwanangu walimpiga masasi. Walimpiga masasi Kongo. Ilikuwa kwenye vita au? Hapana, walituingilia tu mnyumba oni. Mimi wote ni huko kumgongo wote mimi naumia. Waliingia mnyumba wakabeba vitu wakampiga masasi ndio wakamuua vile. Kukula ni shida tu, ni hivyo hivyo. Nikipata nakula, kama sipati basi tunalala. Ndio vile mimi naishi. Na watoto wasome? Watoto wasome. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma kutokea na Kivale, Uganda. Nimesafiri kutokea Tanzania mpaka Uganda kwa sababu moja tu. Lengo letu ni kukusogeza karibu ya jamii, na leo tuko na mama ambaye kutokana na utafiti ambao tumeupata ni moja kati ya watu ambao watakuja kutuelezea kile ambacho anapitia kwenye kambi ya Nakivale kuhusiana na maisha yake anayopitia, namna ambavyo anaishi na watoto wake na changamoto zake kiujumla za maisha hapa kambini Nakivale. Kana sisi usahau kusubscribe. Jambo mama. Jambo sana. Habari ya siku? Salama. Unaweza kujitambulisha? Ndio, mimi ndio Esperance Mwango. Ninaishi Nakivale. Ndio. Vile mimi naishi Nakivale, maisha yangu ni ya shida. Sina bwanangu alikufa Kongo. Watoto kusoma ni shida, kukula kwanza ni shida, hatupokeaki tena. Tunaishi na hatupokei. Basi mvule kinyesha kukosa mvule kinyesha mvule na tukutana mnyumba tu, hakuna manjanja, ni marda. Ndio hivyo, kukula manake ni matatizo tu. Maisha yangu ni ya shida tu. Kama sienda fuliana siakula, ndio maisha yangu mimi nakuwa nayo. Na hapa kambini uko na muda gani? Mimi nilikuwa 2019. Ndio nilikuyaka. Na uko na watoto wangapi hapa? Niko na watoto 5. Watoto 5. Wote hao watoto 5 wewe ndio unatakiwa walishe, wasomeshe na vyote. Mimi ndio nabakulisha, mimi ndio nabavalisha, kila kitu, mzigo ni kwangu. Na kusosa kusoma na kula, hiyo hali inakuaje? Kwa sababu wewe mtu mmoja. Kukula ni shida tu, ni hivyo hivyo. Nikipata nakula, kama sipati basi tunalala. Ndio vile mimi naishi. Na watoto wasome? Watoto wasome. Sasa na mtoto wako, yani ule mkubwa, alikuwa darasa la ngapi ndo akacha? Kuko mwenye alikuwa somo la 6, kuko mwenye alikuwa somo la 5, kuko mwenye iko P1. Na wengine ndio wanaenda wanatafuta kidogo kidogo tunakula. Yani wanaenda nao wanatafuta na huko naenda kufuliana, ndio mnakusanya. Tunakusanya fast moja tunakula. Kuna kitu mama nataka nikuulize kidogo kuhusiana na hali yako. Hivi kuna siku ambayo usiku uliwahi kufika ukakaa mwenyewe chumbani ukalia kutokana na hali ambayo unapitia? Tena sana, mimi nalia sana mpaka hivi. Mimi naliaka sana juu ya maisha. Kula yangu ni shida. Manake changamoto, kama hakuna chakula watu wanalala njala, wanaanza lia, mimi nalia sana. Hivyo vinafikaka. Kutokana na kile ambacho ulipitia Kongo, kumpoteza mume na ukaja kukimbilia huku kwa ajili ya kupata hifadhi ili angalau uone kama maisha yatabadilika, na hali ambayo unapitia hapa kwa sasa hivi, unaweza kuwa na lipi la kuongea kutoka maoni mwako? Mimi naweza kuwa huku mimi napata usingizi, hiyo kwanza nikushukuru Mungu. Lakini Kongo mtu akua anapata usingizi juu ya masasi na gisi waliwa bwanangu tu, niseme biko nguvu juu huku niko na lab usingizi, hakuna kunitafuta. Hapo kwanza mimi namshukuru Mungu. Lakini kama nitakuwa najua inaweza kukuuma sana, lakini nataka kujua kidogo story ilivyokuwa mpaka mume wako akakutwa na hilo jambo. Bwanangu walimpiga masasi. Walimpiga masasi Kongo. Ilikuwa kwenye vita au? Hapana, walituingilia tu mnyumba oni. Mimi wote ni huko kumgongo wote mimi naumia. Waliingia mnyumba wakabeba vitu wakampiga masasi ndio wakamuua vile. Na baada ya kumuua ndo kamuua? Ndio nikaamua basi nikuyo kuna Kivale. Pole sana. Na hivi chanzo ilikuwa gani, nini hasa, au ndo ile tu binadamu? Hiyo tu kuingia tu nyumba kubeba mahali basi wakampiga. Ile fitina. Unajua mahali ya Kongo. Hali ya Kongo kama uko na kidogo bakikuya banabeba vitu banacha banakuua. Dusha bajuu. Ndio vile. Na ukaja huku hali yenyewe ambayo unakuta sasa hivi mpokei tena. Ni shida tu, hatupokei, ni shida tu. Ni matatizo. Ni msaada gani ambao unaweza ukahitaji haswa? Ukaona hapa nikipata hiki kitu labda maisha kidogo nitapambana ili angalau ni wale watoto wangu japo ni wengi na uko mmoja. Msaada yenyewe mimi naweza sema naweza pata labda nitoke humu bali mimi hata nchi ya 3 niende tafute watoto yangu. Ndio nikingana na nguvu ya kusema naweza tumika, nitapata pesa, mimi na watoto wanasoma mzuri, watoto wanalala mzuri na watoto wanaishi bien. Lakini humu hakuna maisha ya humu, ni ya shida tu. Ya shida, hakuna kile kinaendelea humu.
Mtu anaweza kupa pesa uchuruze, lakini uchuruzi haitaenda mbele, ni kulia tu. Yaani biashara huku inakuwa ni ngumu sana. Ni nguvu kutoka. Nguvu kutoka. Omwe basi kutoka humu mtu anatoka naenda labuda. Ndio maisha naweza sema inaweza kuwa bi. Lakini kwa sasa kutokana na hali ilivyo na bado hiyo labda nafasi ya kusema kutoka haijapatikana, watu wakijitolea labda kusema wacha tumsaidie mama yetu hapa kidogo, mtaji ajipige kwanza kusikilizia Mwenyezi Mungu ataleta baraka gani. Inaweza kuwa ni sawa. Inaweza kuwa sawa, naweza enda natafuta. Mimi najua piga mabenye, naweza kuwa napiga mabenye na mbele nilikuwa piga mabenye na ibaki chaza sasa vile leo nenda natembeza mkarche, naweza kuwa napiga mabenye kusudi batoto bajonge mbele. Ile kazi mimi naijua. Na hivi ni mtaji wa kiasi gani ambao ndio unaweza kufanyikisha hayo maandazi mabenye? Mabenye. Ça dépend na gisi mimi naweza pata. Unaweza kuwa nachuruza parapora kuikala hivi. Kwa mwanzo labda mwanzoni hivi. Juu mtu anaweza hata sinkika mafuta basi na ile kani box kama ni mbili kani tatu yenyewe naweza pata tu mimi naanzia pale. Yaani mfano ni pesa gani kiasi gani ambacho mtu akisema mama nampa hiki aanzie kidogo tu. Kama ni mitaro 5. Sawa yote inaweza nisaidia. Na ndio vile niko natafuta na watu wako nenda banajongea mbele. Sawa mama. Kama unavyosikia mama yetu amejieleza vizuri sana kuhusiana na hali ambayo anapitia. Changamoto ya kwanza alipata changamoto akiwa Kongo. Watu walivamia nyumbani, walimulia mume wake. Sasa hivi anabaki na mzigo mkubwa sana wa kuwalea wanao ambao ni watoto 5 na wote wanahitaji kusoma, kula na kuishi vizuri. Inakuwa kidogo ni changamoto kwa mwanamke kufanya kitu kama hicho, kwa sababu mwanamke anamtegemea mume kwa asilimia kubwa sana ili kuendesha maisha yake. Hasa anapokuwa peke yake, kupambania yote inakuwa ni ngumu sana. Kwa lolote ambalo unaweza kutaka kushare na sisi Dems Media, namba ziko hapo kwenye screen, unaweza kututafuta. Mimi ni Abdul Juma na niko hapa kwa ajili ya kukuletea habari za ndani kabisa kuhusiana na jamii yetu. Unajua hapa na Kivale kuna jamii kubwa sana, watu wengi wamekimbia huko vita, wengine wamekimbia hali duni ya maisha, wamekuja hapa kwa ajili ya kupata hifadhi, lakini ni muda sasa wengi hawapati tena ile misaada ambayo walikuwa wanapata, labda unga na mambo mengine. Hayo mambo yamesitishwa kwa baadhi ya watu, sasa inakuwa ni changamoto kubwa sana. Chochote kile wasiliana nasi, usahau kusubscribe, like, kushare na wengine, lakini ni kuombe tu kama una moyo wowote wa kutoa, wa kujitolea, basi mama yetu ni moja kati ya watu ambao wanaohitaji msaada wako wewe ambaye unanitazama hapo. Asante.